Na mtazamaji wa Gift Online TV, karibu ndani ya Zoom Sport tuweze kumulika taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimeweza kujiri kitaifa pamoja na kimataifa. Na kitaifa tuweza kujadili kuhusiana na nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tunajua Simba sasa hivi ameshaweza kusafiri na kuelekea kule kuhakikisha kwamba tutaweza kukipiga katika mechi ya marudiano. Mechi ya kwanza tunaona waliweza kuibuka na ushindi wa 1-0, lakini hatujui kwa sasa hivi itakuwa vipi. Tutaweza kujadili vyema kabisa kuhusiana na mchezo huo, lakini kimataifa tutaweza kujadili kuhusiana na CAF Champions League ambapo kwa siku ya leo Al Ahly atakipiga na Mamelodi Sundowns. Tutaweza kukujuza vyema kabisa hapa ndani ya Zoom Sport. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kile ambacho nakitazama ili zili kwa wanafamilia wa Gift Online TV. Na pale unaposubscribe, kisha subscribe tu unakuwa kwanza kupata taarifa zetu pindi pale zinapotoka na unakuwa umenufaika na kuhakikisha kwamba unapata kile ambacho unakihitaji kwa wakati sahihi. Jina langu ni Tobias Kisima, nitakuwa naye hapa Eric Kayman, mchambuzi wa soka, kuhakikisha kwamba tunakujuza yote yale ya kimichezo. Eric Kayman, habari za wakati huu? Bana, nzuri sana. Siji kwa upande wako. Kwa upande wangu mambo yako vizuri. Weekend yapo? Weekend vizuri kabisa. Tunaona weekend imeanza. Ni pilika nyingi kama ilivyo kawaida. Sawa. Moja kwa moja tutaanza kile ambacho tunakijadili kwa siku ya leo, ambapo vumbi linaenda kutimuliwa. Hatujui kipi ambacho ataweza kurudi nacho wekundu wa Msimbazi Simba katika taifa letu la Tanzania. Labda hatujui, inaweza kikaje kitu kizuri na kuhakikisha kwamba umewakilisha vyema kabisa taifa la Tanzania, ambapo Simba ataweza kurudiana katika mechi ya yeye na Stellenbosch ya kule South Africa. Moja kwa moja tutizame mchezo huu utakuwa ni wa aina gani, kwa sababu mara ya kwanza Simba aliweza kujitahidi kufanya vizuri, hatimaye wanaweza kwenda kwenye mechi ya marudiano. Tutarajie kipi? Kwa namna ambavyo mechi ilivyo kwa upande wa Simba, plani, mikakati, namna kwenda kucheza dhidi ya mpinzani ambaye anaonekana yuko bora akiwa yuko nyumbani. Nikiwa namaanisha namna ambavyo ameweza kumaliza clean sheet katika mechi takriban 6 ambazo amecheza kwenye hii michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni kitu ambacho pia Simba Sports Club wanapaswa kuingia nacho na kujua kwamba ni mechi ambayo wanaweza wakaiona kama ni simple kuimaliza kutokana na muonekano wa timu ambayo wanaokutana nayo, lakini walichokutana nacho kwenye dimba la New Amani Stadium, Simba wakiwa kwa nyumbani wanapaswa kukistadi kwa ukubwa sana kutokana na mpinzani namna ambavyo alivyocheza kwenye ile mechi. Hapa najaribu kuwatazama Simba ambao pia kuna baadhi ya matatizo ambayo wako nayo kulingana na namna ambavyo pia mpinzani ambao anakutana nayo, ambao mpinzani ambao anacheza naye ambaye anaonekana ni bora kwenye hayo maeneo ambayo ni matatizo ya Simba Sports Club. Maana kwamba hapa mpaka hivi sasa Simba wanakwenda Afrika Kusini wakiwa wako mbele kwa 1-0, lakini kuelekea kwenye mchezo wenyewe, kwangu mimi naweza nikasema kwamba matokeo ambayo Simba ameyapata si rafiki kwao kutokana na ugeni katika eneo ambalo wanaenda kucheza katika huu mchezo. Hivyo basi kwa upande wa Simba wanapaswa kulizingatia na kuweza kulijua hilo. Maana kwamba mpinzani anaonekana yuko bora kwenye kudefense anavyokuwa yuko nyumbani, ndio maana tunaona yuko na sheet. Japokuwa tunasema ni staili ambayo tunasema inaweza ikatokea, lakini pia vile vile isitokee. Maana kwenye swala zima la mpira wa miguu tunasema kuna rekodi ambazo zipo lazima zitazamwe. Zipo kwa ajili ya kuendelezwa, lakini pia zipo kwa ajili ya kuvunjwa. Maana kwamba Simba kama wakiwa bora katika kila maeneo, wana uwezo wa kwenda kuvunja hizi rekodi za Stellenbosch wakiwa wako nyumbani kwao. Lakini kama hawatajiandaa vizuri, watashindwa kuvunja. Ndio maana naweza nikasema kwamba Simba kwenye mechi ukitazama pia hata nyuso za wachezaji baada ya dakika 90 kwenye dimba la New Amani Stadium ilikuwa inakuonyesha kabisa kwamba hawapo kwenye hali nzuri. Maana kwamba mpaka hivi sasa pale Afrika Kusini unaweza ukasema kwamba Simba wanaenda tayari kufungwa bao 1. Sasa je, wanapataje bao katika timu ambayo wako bora kwenye eneo
la kudefense. Maana kwamba nikakwambia sasa ni uamuzi wa Simba wenyewe kuamua, je, wana uwezo wa kwenda kupanga mikakati yao vizuri, kuwa bora kwenye eneo la ushambuliaji na kuwa bora pia kwenye eneo la kujidefense, ili kuhakikisha kwamba wanakwenda pia kupata ushindi. Maana ushindi pia linawezekana na kufungwa pia kwao inawezekana, vile vile kutoa sare pia inawezekana. Ni matokeo ya mpira pia. Sawa, Simba wanapaswa kuzingatia lipi ili kuhakikisha kwamba wanalinda nafasi, wanalinda pointi ambazo tuseme pointi ya ugoli ambalo wanalo kwa hivi sasa, ili kuhakikisha kwamba wanavuka hatua nusu finali? Kwanza kabisa kwenye turnover, mpinzani anaonekana kuwa bora sana. Mipira ya counter namna ambavyo wanaipiga, tuliona pia kwenye dimba la New Amani Stadium style ambayo waliokuwa wanaicheza. Simba wanaonekana pia wakati wanakwenda kushambulia kidogo kwenye eneo la kudefense kwao linakuwa ni tatizo. Kwa hiyo wanapaswa kuendelea kucheza na discipline ambayo waliocheza kwenye dimba la New Amani Stadium. Hapa wanapaswa kupazingatia zaidi. Tuliona namna ambavyo De Jong alikuwa anacheza kwenye eneo la mbele. Ande De Jong, moja kati ya mchezaji ambaye ni raia wa New Zealand, yuko kwenye kikosi cha Stellenbosch. Anaonekana ana skills ya kutosha, ana speed, ana experience kubwa. Tuliona namna ambavyo alikuwa akipata mpira, namna ambavyo alikuwa anawasumbua Simba Sports Club. Lakini alikosekana mchezaji ambaye anaitwa Schlein kwenye mechi ile Simba akiwa kwa nyumbani. Labda pale Afrika Kusini anaweza akaenda kupatikana. Maana kwamba kama anakuepo Schlein, kuna option kubwa sana ambayo itakuwa ni rahisi kwao katika eneo la ushambuliaji. Maana kwamba kuna kasi pia itaenda kuongezeka kutokana na ubora ambao amekuwa nao kwenye kikosi cha Stellenbosch. Ukija ukiwatazama Simba sasa kwenye eneo la safu ya ulinzi, ambapo tumeona kule Zanzibar alicheza Hamza pamoja na Chamu Karabu. Hapa walionekana kuwa bora sana kwenye safu ya ulinzi, utulivu wa hali ya juu tuliweza kuona. Lakini pia Shomari Kapombe tulikuwa tunaona namna ambavyo alikuwa anapanda kwa timing, hususan kwenye kipindi cha pili. Kuna mahali ilifika kupanda kwake ikawa ni tabu kutokana na namna ambavyo Stellenbosch walireact kwenye kipindi cha pili, wakiwa wanaonekana kwamba wanahitaji kwenda kuscore mabao, kwenda kusawazisha ile bao ambalo walilofungwa. Ilifika mahali mpaka Mohamed Hussein kupanda juu tena hawezi, kutokana na namna ambavyo Stellenbosch walibadilika, mpaka ikafikia mahali ikabidi kocha Davis Fadru amtumie sasa Valentini Noma kwenda kumuingiza, kuona kama pengine anaweza akaenda akadi kitu kipya, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana energy ya kutosha, amepumzika pia vya kutosha, na ndo ameingia kwa hivi sasa, amepata maelekezo ya kocha kwamba ni wapi kwenye tatizo, ataenda kuofa pia kitu cha ziada. Ndio maana pia kwa upande wa kocha Davis Fadlu akafanya ile sabu, ile akufanya kwa kupenda, alifanya kwa kulazimishwa na mpinzani katika staili ambayo walikuwa wanacheza Stellenbosch. Lakini kwa upande wa Shomari Kapombe, siku hizi amekuwa mjanja, ni mzuri sana wakati anakwenda kushambulia, na amekuwa akihusika kwenye mabao mengi sana ya Simba Sports Club ambayo yamekuwa kipatikana kwa msimu huu. Hivyo ni eneo ambalo pia kwa upande wa Shomari Kapombe akipanda, basi mabeki wakati wanapaswa pia kuweza kuwa makini, hususan upande huu mara nyingi amekuwa kika Chamu Karabu. Kwa wanapaswa kuwa makini wakati Shomari Kapombe anapanda, basi yeye ajue namna gani ya kwenda kutanua kule ili kwenda kuziba kwenye lile eneo. Bila kufanya vile, pengine inaweza ikawakosti Simba. Maana kwamba akitanua pembeni, Yusuf Kagoma ambaye yuko kwenye eneo la kiungo, ambaye yeye ndo anakwenda kuhakikisha kwamba analinda mabeki wakati, basi awe kama anarudi nyuma kidogo pindi ambapo Simba inapokuwa inaopoteza mpira wakati wanapokwenda kushambulia. Jambo lingine ambalo kwenye mpira, kitu ambacho unapaswa kuzingatia wakati unakwenda kushambulia, hususan unakwenda kucheza na timu ambayo inayocheza counter ya staili, unapaswa kwenda kulimalizia shambulizi. Kwa hiyo kwa upande wa Simba wanapaswa kuhakikisha wakati wanakwenda kushambulia, basi moja kwa moja wahakikisha wanamalizia shambulizi. Mpira uwe wavuni, mpira utoke nje, iwe ni kona au either goalkeeper ameudaka mpira. Hii ndio inaweza ikawa salama sana kwa Simba Sports Club. Lakini mara kwa mara kama watakuwa wanaenda na mpira alafu mwisho wa siku wakapoteza nje ya 18 au kwenye eneo la 18 kwenye lango la mpinzani, una hatari kubwa sana ya kufungwa. Kwa sababu gani? Idadi ya namba ya wachezaji itakuwa imepungua huku nyuma, na hawa ni bora sana kwenye mipira ya counter. Tumeona namna ambavyo walivyocheza mechi ya kwanza, kwa maana kwamba Simba wanapaswa kuwa makini na kitu kama hichi, na hususan wao
wao wako nyumbani, maana kwamba plani yao pia kubwa itakuwa ni kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Lakini tunatazama namna ambavyo kwa upande wa Stellenbosch ni timu mgeni kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, timu ambayo imeanzishwa mwaka 2016. Kwa hiyo kwa maana kwamba mpaka kwenye hii hatua ambayo wao wamefika, wameshiriki kwa mara ya kwanza, wamefika kwenye hatua nusu finali, maana kwamba mpaka hivi sasa tayari wao wamefanikiwa, hawana cha kupoteza, tayari wako nyuma kwa bao 1-0 dhidi ya Simba Sports Club. Maana kwamba kwenye hii mechi wao wanakwenda kujitoa liwalo na liwe. Ogopa sana ukikutana na mtu ambaye hana cha kupoteza, yani kashaamua kwamba liwalo na liwe, maana mpaka hivi sasa wao tayari wameshafanikiwa kwenye haya mashindano. Ukiwauliza watu wengi kutoka Afrika Kusini wanakuambia ni jambo la kushangaza sana kwa timu kama Stellenbosch kusogea mpaka kwenye hatua kama hii, timu ngeni, timu ambayo imekuja juzi kati tu, maana kwamba hata wakitolewa kwa hivi sasa hakuna mtu atakaye idai Stellenbosch katika hatua ambayo imefika. Maana kwamba hapa sasa moja kwa moja wao Simba wanapaswa kuwa makini na kitu cha namna hiyo. Maana kwamba wao watakuja kwamba tunakuja kukushambulia tu liwalo na liwe, maana kwamba inaweza ikawa faida kwao, maana kwamba wakipata bao moja wanakuwa na nguvu. Kingine pia watakutoa mchezoni, wakiwatoa Simba mchezoni, maana kwamba inakuwa ni rahisi wao pia kupata bao jingine la pili ambalo litakwenda kuidhoofisha Simba Sports Club. Sawa. Mbinu gani katika vikosi vyote viwili wanaweza kutumia kuhakikisha kwamba wanajilinda na kuweza kujipatia pointi? Kwa upande wa Simba ndicho ambacho nilichokizungumzia kwa asilimia kubwa kwenye eneo la kuhakikisha kwamba wanajilinda vizuri, lakini wakati wanakwenda kushambulia wahakikishe wanamaliza shambulizi. Kwa upande wa Davis Fadu anapaswa kuhakikisha kwamba eneo la juu anatumia mpango mkakati kuhakikisha kwamba wanapata mabao. Lakini kwa upande wa Stellenbosch wenyewe namna ambavyo wamekuwa wakijilinda wako bora sana kwenye kujilinda, japokuwa kuna makosa ambayo wamekuwa wakiyafanya, na makosa ambayo wamekuwa wakiyafanya ni kutokana na namna ambavyo mpinzani ambaye wanakutana naye ana experience kubwa kwenye michuano ya CAF. Hapa tunawazungumzia Simba Sports Club ambao wamefika robo finali takriban mara 6 ya michuano hii, kwa maana kwamba sio timu nyepesi hata kidogo. Stellenbosch ndio kwa mara ya kwanza wao wanafika kwenye hatua kama hizi, timu ya kwanza kushiriki kwenye haya mashindano. Maana kwamba kwa upande wao tunasema kwamba wanapaswa sasa kuwa makini kwenye ubora wa Simba ambao wako nao, japo wako bora kwenye kujilinda, lakini makosa ambayo wamekuwa wakiyafanya ni kutokana na mpinzani ambaye wamekutana naye. Maana Simba wana kila mbinu, mbinu ambazo zinaweza zikaipa pia manufaa ya kuweza kuvuna alama 3. Lakini kwa upande wa Stellenbosch namna ambavyo wamekuwa wakicheza, maana kwamba wanapaswa kumwachia Simba mpira acheze mpira, then wao watatumia mchezo wao wa counter ambao unaweza ukawasaidia kwa asilimia kubwa. Maana kwamba wakisema wanapishana na Simba Sports Club, Simba watamwadhibu kutokana na experience ambayo wako nayo. Maana kwamba wanapaswa kuhakikisha kwamba wanacheza zaidi counter kwa asilimia kubwa, wamwachie Simba enjoy football, inaweza ikawa manufaa kwao kwa asilimia kubwa. Sawa, Simba kwa mujibu wa taarifa ambazo tumefikiwa nazo mpaka sasa hivi Simba wanafurahia hali ya kule, kwamba hali iko vizuri, mambo yako vizuri, huenda pia wakaendana na hali ya hewa kule. Unadhani hali ya hewa ni miongoni mwa vilabu pia kuweza kufanya vizuri katika michezo mbalimbali? Yes, ni kitu muhimu. Ndio maana tunaona kwa upande wa Simba namna ambavyo wanaonekana kweli wanaitaka fainali. Wamewahi kufika pale Afrika ya Kusini takriban siku 4 kabla ya mchezo. Na Afrika Kusini katika hichi kipindi kunaonekana kuna baridi tofauti na kipindi kingine. Maana kwamba sasa Simba katika namna ambavyo wamewahi kufika pale Afrika Kusini, hii inawasaidia kuzoea mazingira, inawasaidia pia hali ya hewa, lakini pia inawasaidia pia kuzoea katika viwanja vya pale Afrika Kusini, hususan katika uwanja ambao tutakwenda kuchezea, kwenda kujua mapema na kuzoea mapema, kuzoea hali ya hewa mapema kwa upande wa wachezaji. Hii ina uwezo wa kuwasaidia kwa asilimia kubwa kwenye ndani ya dakika 90 kuweza kuperform vizuri kulingana na namna ambavyo tayari wamesha zoea mazingira, maana kwamba itakuwa ni rahisi kwa upande wao. Sawa, endapo Simba wataweza kuvuka hatua hii ya nusu finali,
kuelekea fainali. Unadhani katika nafasi ambayo imebakia watakuwa na uwezo wa kuweza kurudi na kombe katika nchi ya Tanzania? Linawezekana pia vile vile wanaweza kuchukua kombe, na inaweza pia isiwezekane. Yote kwa yote ni mipango. Hatua inayofuata, kama wakifanikiwa kwenda kwenye hatua ya fainali, wanakwenda kukutana na timu ambayo inaonekana tayari imeshatengeneza njia. Huyu namzungumzia RS Berkane, bingwa mpya pale Morocco. Moja kati ya timu ambayo wanakutana nayo ni timu ya Constantine, ambapo tayari kwa upande wa wao wameshashinda katika ushindi wa mabao 4-0 wakiwa kwa nyumbani. Wameutumia uwanja wao wa nyumbani vizuri. Mechi ya kesho kutwa wao wanaenda pale Algeria kucheza na Constantine, maana kwamba wao watakuwa wanahitaji kukaba kutoa sare option zao zote. Ikitokea amefungwa bao 1 ameenda, 2 ameenda, akifungwa 3 ameenda, maana kwamba ushindi ambao ameupata nyumbani wa mabao 4-0 unampa advantage kubwa sana kwenda kwenye hatua ya finali kwa upande wa Berkane. Sasa kwa upande wa Simba, yeye kama atafanikiwa kwenda kwenye hatua ya finali, ana advantage pia ya kubeba ile kombe, japo mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye ni mgumu. Tunajua ubora wake, namna ambavyo ameshiriki haya mashindano ya kombe la shirikisho, lakini pia ubora wake pia kwenye ligi kuu ya pale Morocco. Amechukua ubingwa akiwa ameacha mpinzani wake ambaye yuko nafasi ya pili, FAR Rabat, kwa tofauti ya pointi takribani 15. So mchezo, so jambo jepesi, haiji hivi kutokana na ubora ambao wako nao kwa msimu huu. Sasa faida ya Simba iko wapi? Faida ya Simba ni kwamba ataanzia ugenini pale Morocco. Kama akifanikiwa kwenda kwenye hatua ya fainali, akienda pale Morocco, ana uwezo, option ya kwanza apate sare, ya pili sare, ya tatu sare, ya 4 sare. Kama ikitokea ameshindwa kuweza kujilinda kabisa, akubali kufungwa bao 1-0. Kakubali kufungwa bao 1-0, akija kwa Mkapa, akitumia uwanja vizuri, namna mipango yake vizuri, ana uwezo wa kubeba kombe. Kwa hiyo njia ambayo tunasema kwamba ya kuelekea kwenye ubingwa inawezekana, ipo mikononi mwa Simba wenyewe, kutokana na namna ambavyo watakavyopanga mipango yao. Na uzuri, Berkane sio mara kwanza anakutana na Simba Sports Club, washakutana naye na kwenye dimba la Benjamin William Mkapa tuliona Simba akivuna ushindi mbele ya RSB Berkane, ambapo ilikuwa ni kwenye hatua ya makundi, kama sijakosea ilikuwa ni kwenye michuano kama hii ya kombe la shirikisho. Bao alilokuwa amelifunga Pape Osman Sako, moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu, lakini Simba akafanikiwa kuweza kukusanya alama 3. Tunaizungumzia Simba ile akina Pape Osman Sako, lakini kuna Simba ya hivi sasa ambayo ni akina Jean Charles Ahoua, kina Elia Mpanzu, kina Kibu Dennis, ambao wanaonekana kuwa bora kwenye haya maeneo, maana kwamba wana uwezo pia vile vile ya kuhakikisha kwamba wanamfunga RSB Berkane na kuweza kulichukua ile kombe. Sawa, la kumalizia hapo kiujumla? La kumalizia kiujumla ni kwamba Simba kama wataenda kichwa dhidi ya mpinzani ambaye wanakwenda kukutana naye, basi wanaweza wakajikuta wanaopoteza mchezo, kwa sababu mpaka hivi sasa kwenye ushindi unaanza kumpa aliyoko nyumbani advantage, japokuwa Simba tunasema kwamba tayari anaongoza bao 1-0 akiwa kwa geni. Kwa hiyo hili bao 1-0 ambalo analoliongoza sasa ni yeye jitihada binafsi za kwenda kulilinda pale Afrika Kusini. Aliyoko nyumbani lazima uanze kumpa kipaumbele cha ushindi. Sawa, moja kwa moja tunapewa nguvu na maji ya uzima, na maji haya yanapatikana katika huduma ya Mlima Moria Ministry inayopatikana maili 6 Msasani mkoani Kilimanjaro. Ili uweze kufika hapa, kama kutoka Moshi mjini, panda gari inayokuja maili 6 au inaelekea Boma, shuka kituo cha mashine. Ukirudi nyuma kidogo utakutana na bango kubwa limeandikwa huduma za Mlima Moria. Moja kwa moja ukija na barabara hiyo utakuwa umefika katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Kama unatokea Arusha, unatokea Boma, moja kwa moja utashikia pia kituo cha mashine, ambacho kituo cha mashine kwa upande wa kutoka Boma ni mbele kidogo ya maili 6, ambapo ni maili 6 stand kabisa. Kituo kinachofuata cha mashine ndicho ambacho utaweza kushuka, na ukishashuka utavuka barabara, utasogea mbele kidogo, utaona bango kubwa la huduma za Mlima Moria. Moja kwa moja ukija na barabara hiyo, kisogea na barabara hiyo, utakuwa umefika katika huduma ya Mlima Moria Ministry. Siku za ibada ni siku ya Jumatano, siku ya Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa ni kuanzia majira
ya saa 8 mpaka majira ya saa 11, lakini siku ya Jumapili kuanzia majira ya saa 6:30 mpaka majira ya saa 10:30 za jioni. Karibu katika huduma ya Mlima Moria. Mtazamaji wa Gift Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kila ambacho nakitazama ili uzidi kuwa mwanafamilia wa Gift Online TV. Kumbuka hapa tunaweza kujadili swala zima kabisa la kimichezo, kuhakikisha kwamba unashiba ile kiu ya kimichezo na uweze kuenjoy yote yale ya kimichezo hapa ndani ya Gift Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Upo nami Tobias Kisima pamoja na Eric Kayman. Moja kwa moja tunaelekea kimataifa, au Eric Kayman, kuna penyenye kwa siku ya leo? Katika penyenye ambazo tuko nazo tunaweza tukagusia kidogo. Ni kuhusiana na kuna mchezaji mmoja alikuwa kwenye ardhi ya Tanzania, akaupiga mwingi kweli kweli. Alifanya vizuri pia kwenye ligi ya pale Ivory Coast, nikiwa namaanisha Cote d'Ivoire. Na hatimaye kwa upande wa timu moja matajiri wa ligi kuu Tanzania bara wakamleta kwenye ardhi ya Tanzania. Huyu mwamba akafanya vizuri, alitengeneza utatu mzuri sana kwenye kikosi cha matajiri wa ardhi ya Tanzania, na hatimaye wakamwacha mchezaji huyo kwenye msimu uliopita akatimkia pale Algeria. Moja kati ya bwana mdogo katikati ana jina linaitwa Emmanuel Junior. Sasa la huku mwanzoni simrahisishii pia mtazamaji, anapaswa aende kuchimbua ni nani huyu. Lakini kizungumzia matajiri wa bongo kwenye ligi kuu Tanzania bara wanafahamika. Huyu mwamba tayari nimesharahisisha, anatokea kwenye ile nchi ya Ivory Coast ya Mokita, Cote d'Ivoire, na namna ambavyo amekuwa na kiwango bora kwenye matajiri wa Chamazi kwenye ardhi ya Tanzania. Alikaonekana kule na Waarabu. Baada ya Waarabu kumwona wakamchukua. Kwa hivi sasa yuko kule Algeria na mkataba wake unaisha June 2025, ndio mkataba wake unatamatika. Sasa kuna timu moja ya hapa Kariakoo inateseka sana kwenye eneo la mbele, eneo la ushambuliaji. Sasa wanaona kuna haja ya kumleta tena kwenye ardhi ya Tanzania, na maanisha timu ya Kariakoo. Sasa timu hiyo ina mastreka wawili mpaka hivi sasa. Kocha anateseka, yupi aanze yupi asianze. Sasa kwenye hii timu wanaamini kwamba wakimpata huyu mwamba basi moja kwa moja anaweza aka-add kitu. Lakini pia penye nyingine ambayo unaweza nikaitoa hapa, kuna vijana wawili ambao waliwahi kucheza timu moja katika hizi timu kubwa tatu za Dar es Salaam. Hizi timu kubwa tatu, ama bwana wawili, mmoja ni kiungo fundi wa katikati ambaye asili yake ni kule Zanzibari. Mwingine ni winga beki wa pembeni, yani anaweza akacheza winga lakini pia akacheza kama beki nambari 3 wa pembeni. Hawa wawili waliwekwa kwenye timu moja kubwa kati ya hizi timu tatu, wakatoka kwenye hiyo timu moja wakaenda kwenye timu ya hapo kati ya hizi timu tatu, lakini wakahamia mitaa ya Kariakoo kwenye timu kubwa. Sasa kule mpaka hivi sasa wanapitia kwenye wakati ambao ni mgumu. Ndio. Mpaka hivi sasa wanapitia kwenye wakati ambao ni mgumu. Ni wako vizuri kwenye uwanja, wakipewa nafasi kweli wana show. Kama huyo kiungo wa katikati anaopiga mwingi aso, lakini mpaka hivi sasa wamekuwa kwenye wakati mgumu. Pengine msimu ujao tukawaona wakitoka nje ya jiji la Dar es Salaam wakaenda kwenye upande wa kulima alizeti. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona mwisho wa siku dili litakamilika ama litakuwaje. Kuna mtu anaitwa Musa kwa kurahisisha kabisa. Kuna mtu anaitwa Musa. Kuna mtu anaitwa Kaju kwa kurahisisha kabisa. Kaju. Kwa ni watu wamalize tu wenyewe hapo. Sawa. Okay. Sawa. Penye nyingine labda nimalize. Kuna nyingine moja hivi ambayo naweza nikamaliza nayo. Kuna mwamba mmoja yuko kwenye timu hizi mbili kubwa za Kariakoo. Anacheza katika eneo la ushambuliaji. Huyu mwamba bana akiwa kwenye timu yake ya taifa ni mtu hatari kweli kweli. Ana ubonda haswa vibaya mno akiwa kwenye timu yake ya taifa. Na anapata nafasi na anafunga kweli kweli akiwa kwenye timu ya taifa
taifa lake, lakini akiwa kwenye hii klabu yake hapati nafasi yoyote na makocha wanaokuja hawamuoni. Sasa watu wengi tumekuwa tukijiuliza kwamba tatizo ni nini? Mimi mwenyewe nakubali uwezo wake, na kwenye timu yake ya taifa akipewa namba kweli ana show kweli, lakini kwa nini kwenye hii klabu anafeli? Haya ni maswali ambayo pia mimi mwenyewe nimekuwa nikijiuliza. Au kuna mtu labda anaficha kiatu chake, kuna mtu labda anabeba kiatu chake? Haya ni maswali ambayo watu wengi pia wanazidi kujiuliza. Na kwenye hili dirisha kubwa la usajili Mwamba, inabidi wakubwa viongozi wamenawa mikono, maana kwamba wamemshindwa kabisa. Inabidi wamwache Mwamba aende kutafuta changamoto nyingine mpya. Sasa kuna Mwamba mwingine ambaye anahusishwa kwenda kuziba nafasi ya kwake. Huyu Mwamba anatoka kwenye lile taifa la Sierra Leone na amekuwa akipata nafasi, na huyu Mwamba jina lake linafanana na jina la goalkeeper ambaye ni bora sana kwenye hizi timu za Kariakoo. Kuna goalkeeper anaitwa Musa Kuna goalkeeper anaitwa Musa. Yeah. Sasa jina lake pia linafanana na huyo Mwamba. Lakini pia jina la mwisho pia anaitwa Kamara vile vile. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona, je, Mwamba atakuja kurithi mikoba ya huyu Mwamba ambaye ni hatari, ambaye yuko kwenye timu ya Zambia Chipolopolo, ama la? Nimerahisisha zaidi hapo. Mpaka kufikia hapo nimemaliza kwenye penyenye. Sawa, moja kwa moja tuibukie kimataifa kwa siku ya leo. CAF Champions League inazidi kutimua vumbi, ambapo Al Ahly atakipiga na Mamelodi Sundowns. Yapi maoni yako, upi mtazamo wako kuelekea mchezo huu? Ni moja kati ya mechi ambayo ni ngumu. Ni vita kati ya taifa la Afrika ya Kusini na taifa la pale Misri. Na wiki iliyopita pia tuliweza kuona namna ambavyo hiyo battle ilivyokuepo, na uzuri pale Afrika Kusini hatukuweza kuona mabao yoyote yakiingia wavuni katika mechi zote mbili ambazo zilipigwa kwenye hatua ya nusu finali. Al Ahly wako bora, moja kati ya timu ambao ndo mabingwa wa kihistoria wa michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukiwatazama Al Ahly kwenye hatua kama hii, hatua ya mtoano, waga wamekuwa bora sana. Al Ahly ni rahisi sana kumfunga kwenye hatua za makundi, hatua ambazo ni za kukusanya pointi. Yeye anajua kabisa, nikienda pale nitakusanya pointi pale, nitakusanya pointi pale, ikiwa ngumu sawa, hakuna shida, ila nitaenda kwenye hatua inayofuata. Lakini akifika kwenye hatua mtoano anakuwa serious. Mechi ya kwanza akiwa ugenini amefanikiwa kupata sare pale Afrika Kusini. Leo yuko nyumbani kwake, maana kwamba ana advantage kubwa sana kuhakikisha kwamba anapata matokeo, japo mechi haitakuwa nyepesi kulingana na namna ambavyo uwezo wa Mamelodi Sundowns, wachezaji ambao wako nao kwa muda mrefu kwenye kikosi chao, wana uwezo wa kutosha. Wanaijua pia vizuri hii michuano, maana kwamba mpaka hivi sasa hii mechi tunaweza tukasema kwamba ni 60% kwa Al Ahly, 40% kwa Mamelodi Sundowns. Kwa nini 60 kwa 40? Natoa 60 kwa sababu ya advantage ya Al Ahly katika hatua kama hii, alafu pia yuko nyumbani. Huyu ndo bingwa wa kihistoria, ndo bingwa mtetezi, ndo maana nampa 60%. Hizi 40 nampa Mamelodi kwa sababu ni moja kati ya timu ambayo ni kubwa barani Afrika, ina wachezaji pia wazuri wenye uwezo, wamekaa kwa muda mrefu kwenye timu, lakini pia hawa wawili wanajuana vizuri, maana kwamba 40% sijapunja sana, kwa sababu unajua lolote linaweza likatokea pia katika hii mechi, kulingana na hao wote wanaokutana ni wakubwa. 1% kidogo nikaizidisha kwa Al Ahly. Kwa hiyo huenda kati ya hao wawili pia nani huenda pia kaweza kulichukua kombe? Kombe yoyote anaweza kuchukua, hata wa nusu finali nyingine wanaweza wakachukua kombe, maana kwamba kwa 1% kubwa kati ya hizi timu mbili bado nafasi naipeleka kwa nilimpa 60%, kutokana na namna ambavyo wana rekodi, wana historia yao nzuri, na bado wana timu nzuri, bado wanacheza vizuri, ndio naweza nikawapa nafasi kubwa zaidi ya kuondoka na ili kombe, japo kuna ugumu pia katika hii mechi nyingine ambayo ni hatua ya nusu finali pia ya pili, kati ya Orlando Pirates pamoja na Pyramid. Moja kati ya bonge la mechi ambayo itapigwa kwa siku hii ya leo. Pale Afrika Kusini tuliona pia kama kuna figisu fulani hivi zilikuwa zinaendelea. Orlando Pirates akiwa yuko nyumbani aliruhusu chuma mbili
Vari ikakataa. Fisto Kalala Mayele, mchezaji wa kikosi cha Pyramid, alifunga bao kipindi cha kwanza, bao likakataliwa. Yes, kwangu mimi nikitizama lile tukio bado mpaka hivi sasa nashindwa kuelewa, maana ni tukio ambalo lilikuwa litata bado lina mangamngam ndani yake, lakini namna ambavyo tuliona pia wakaja wakafunga tena bao lingine likakataliwa tena kipindi cha pili. Ndio bado mechi ya siku ya leo, kwa kuwa Orlando Pirates yuko genini, Pyramids yuko nyumbani, bado nampa Pyramids nafasi zaidi ya kwenda kwenye hatua ya fainali. Kwa nini? Kutokana na staili ambayo alicheza pale Afrika Kusini. Kama akicheza vile, basi moja kwa moja anaweza akashinda tena mechi ya siku ya leo dhidi ya Orlando Pirates, japo alifanikiwa kupata sare ugenini. Maana kwamba ile ni advantage nzuri kwa upande wa Pyramid. Na kama Pyramid wakifanikiwa kwenda kwenye hatua ya finali, ndio tutashuhudia bonge moja la finali kwenye bara la Afrika, kulingana na namna ambavyo Pyramid wanaonekana kwa bora, lakini kulingana na namna ambavyo kwa upande wa mpinzani atakayetokea hapa kati ya Mamelodi pamoja na Al Ahly. Maana kwamba finali tutakwenda kuiona ikiwa bora kama endapo Pyramid wakifanikiwa kwenda kwenye hatua ya finali. Na ukitazama hizi timu ambazo zinakutana kwenye hatua ya nusu finali, Orlando pamoja na Pyramid, so mechi nyepesi. Orlando na nje yake aliyopita kwenye kuanzia hatua ya makundi, anaonekana ni timu ambayo imebadilika kwa msimu vizuri, wanacheza soka safi, wanacheza kimkakati vizuri, lakini kwenye ile mechi dhidi ya Orlando Pirates walivyocheza na Pyramid alionekana kuwa bora sana. Sawa, la kumalizia hapo moja kwa moja tuweza kumaliza kwa siku ya leo. Yes, la kumalizia hapo kikubwa kwamba hii ni michuano ya kafu. Michuano ambayo tumepata ladha yenyewe, hususani kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Namna ambavyo hizi mechi mbili za kwanza zilivyotoka sare, inatuonyesha kwamba msimu huu finali haitakuwa nyepesi hata kidogo, kulingana na namna ambavyo timu zimejiandaa kwa msimu huu. Pengine tukashuhudia bonge moja la finali ambayo hatujawahi kuiona kwa miaka ya karibuni. Mara mwisho kuona kwangu finali ambayo ilikuwa ni bora sana ilikuwa ni kwenye msimu wa mwaka 2016 17 kama sijakosea, nyuma kidogo, ambapo tulikuwa tukiona finali kati ya Esperance de Tunisia pamoja na Al Ahly. Tulikuwa tunaona finali ambayo ilikuwa ni bora kabisa kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Pengine labda msimu huu tunaweza tukaona tena finali yenye ubora, yenye viwango vya juu kabisa. Sawa, moja kwa moja tumetia nukta hapo. Lakini mbona hujasema ya Yanga kombe likopo ni bora? Kwenye nini? Kwenye msimu uliopita? Msimu uliopita. Msimu uliopita Yanga walifanya vizuri. Walifanya vizuri. Lakini sasa Young Africans kufanya kwao vizuri, unaweza ukasema kwamba ni kama walifluke ama kama walibatisha, manake wameshindwa ku-maintain. Umeshaelewa? Watu wanaizomea Simba Sports Club, lakini Simba wame-maintain kufika kwenye hizi hatua za robo finali. Sasa Young Africans msimu uliopita walifanikiwa kufika kwenye hatua ya robo finali, maana kwenye hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa msimu huu walipaswa kuthibitisha kwamba sasa hivi wamekuja kwenye ubora, hawajabahatisha, maana kwamba walipaswa kuhakikisha kwamba wanafika kwenye hatua ya robo finali. Maana kwamba Young Africans kwa msimu huu tunasema kwa malengo ambayo walikuwa wameyafika kwenye msimu uliopita, msimu huu Young Africans wamefeli. Yani lazima, yani huo ni ukweli ambao haujifichi, wamefeli msimu huu. Sawa, wamefeli msimu huu, maneno ya kwake Eric Kayman. Mtazamaji wa Gift Online TV, ni kuambie mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Tukutane tena wakati mwingine. Nikutakie weekend njema. Usisahau tu kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Share kwa ndugu zako waweze pia nao kufaidi kile ambacho unakitizama. Bye bye.